kuendelea kudumu na kuishikilia imani. Hongera kwa kuendelea kuishikilia imani. Maana si rahisi, si kila mmoja. Wengine wamebaki nyumbani bila sababu, wengine ni wagonjwa, lakini wengine hawana sababu ya msingi, lakini wengine wanatumikia sehemu nyingine, lakini wewe umeamua kuja kumwabudu Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tulipokuwa tukiimba wimbo, Roho Mtakatifu akanikumbusha ile siku ya kwanza wakati Adamu na Hawa walipotengwa, walipofukuzwa. Kwanza walipotengwa na utukufu wa Mungu, wakaanza kujifanyia na kujitengenezea mavazi, hofu na mashaka. Baada ya kutengwa na uwepo wa Mungu ukawakumba, wanadamu akatengwa. Na mwisho nikaikumbuka siku hiyo Adamu na Hawa walikuwa katika hali gani, hata pale Bwana Mungu alipowafukuza kabisa katika bustani ya Edeni. Wanadamu akatengwa moja kwa moja. Tulijifunza juu ya anguko la mwanadamu, asili ya mwanadamu alipoumbwa na anguko lake, lakini pia tukapitia mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, na tukatafakari juu ya yale mateso na uhusiano kati ya maisha yetu ya kila siku. Leo ni siku nyingine tena, siku ya Jumamosi, ambayo tukiwa tunataraja ya Yesu Kristo mfufuka, ambayo ni siku ya Jumapili mapema, kuwa na tumaini la wokovu ambalo mwanadamu alipoteza. Leo tutakwenda kuangalia eneo ambalo Yesu Kristo alikuwako kwa hizi siku tatu. Alikuwa wapi alipokuwa kaburini? Alikuwa anafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ina ishara gani au ina uhusiano gani na maisha ya leo ya sasa tulivyo? Tukisoma katika Petro wa kwanza sura ya 3 mstari ule wa 19 mpaka wa 20, tuseme baadhi ya maandiko machache ambayo yatatujengea msingi wa kuendelea mbele. Petro wa kwanza. Haleluya. Amina. Amina. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 19 na 20 nasema, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 waliokoka kwa maji. Tumetumia Matendo sura ya 2 na mstari wa 27 na ule mstari wa 31. Matendo sura ya 2 mstari wa 27, lakini pia turuke kidogo twende ule mstari wa 31. Amina. Kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Twende pia mstari wa 31. Yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu. Pia wa Efeso 4 na wa mstari wa 9. Efeso 4:9. Basi neno hilo alipaa, maana yake ni kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka
mpaka pande zilizo chini za nchi. Tumalizie na hili andiko la Mathayo 12:40. Mathayo 12:40. Mathayo 12:40 nasema, kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo Mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Neno la Mungu linatuambia kwamba siku ya Ijumaa ambayo ilikuwa siku ya jana, tulikuwa tunakumbuka mateso ambapo Yesu, Biblia inatuambia kwamba alikufa. Baada ya kuteswa ile mishale ya saa 6, ile saa 9 akawa ameisalimu roho, akawa amekufa. Na jioni yake Biblia inatuambia kwamba kabla Sabato haijaingia Yesu aliwekwa kaburini. Biblia inatuambia nini juu ya Yesu alipokuwa kaburini? Tutasoma katika ile Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 19 mstari wa 20. Inatuambia yeye alikwenda mpaka kule kuwahubiria watu kuzimu. Nataka tuangalie kuzimu, Yesu alikwenda kufanya nini kwa hizo siku 3? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema kuzimu, nini maana yake? Tumishi, unaweza kusema inakuwaje tena tunaanza kuzungumza mambo ya kuzimu? Ile alizoumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyopo vinavyoonekana na visivyoonekana. Tunapozungumza habari ya kuzimu, ya kwamba yeye alishuka mpaka kuzimu akaenda kuwahubiria roho zilizokuwa kifungoni. Kwa Yesu alipokufa siku ile ya Ijumaa, mwili wake ndio ulikuwa umekufa, lakini roho yake ilikuwa imeuishwa, ilikuwa hai. Alikufa, mwili ndio ulikuwa umekufa. Kwa akawaendea roho zile ambazo zilikuwa kifungoni kuwahubiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumza kuzimu, inatokana na maneno tu mawili, yote yakiwa na maana moja. Kwa maana ya Kiebrania na jina linaloitwa Sheol, lakini Kiyunani ni Hades. Maneno haya yote yana maana moja, yakimaanisha ulimwengu wa wafu, au ni sehemu ambako watu walikuwa baada ya kumaliza kazi duniani hapa ndipo walipokuwa wanaelekea. Katika Agano la Kale au kabla Yesu aliyakufa na kufufuka, huko nyuma kote watu wote walikuwa wanakufa, wema na wabaya, au watakatifu au wenye haki na wabaya, wote walikuwa wanakwenda kuzimu. Huko kuzimu Biblia inatuambia, ukisoma katika Luka 16 na ule mstari wa 23, inatuambia kulikuwa kuna sehemu mbili. Kulikuwa kuna sehemu ya watu ambao ni waovu, lakini pia kulikuwa kuna sehemu ya watu waliokuwa wema wakisubiri tumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ile sehemu ambayo ilikuwa ni watu wema ambao walikuwa wanasubiri tumaini, hiyo sehemu ilikuwa inaitwa Hajra Ibrahim. Ukimwona Lazaro pale katika Luka 16, hebu tusome pale Luka 16, tuanze kidogo mstari wa 19 pale. Utaona kwamba Lazaro akakaa kifuani mwa Ibrahimu. Luka 16 na ule tuende mstari wa 19 tuone. Akasema, alikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu
kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, E Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu sawasawa na neno la Luka 16 mstari wa 19 na kuendelea inatuambia kwamba kabla Yesu hajafa hajafufuka, kulikuwa kuna sehemu moja tu kuzimu. Watu wote wenye haki na wasiokuwa haki walikuwa wanakwenda kule, isipokuwa kule kulikuwa kuna ule utenganisho kati ya wale wenye haki na wasiokuwa haki. Wale wenye haki walikuwa na kazi moja, ilikuwa inaitwa kifuani mwa Ibrahimu. Ndio maana Lazaro yule maskini tukamwona kwamba yuko kifuani mwa Ibrahimu, na wale wengine waovu walikuwa sehemu nyingine ambako walikuwa wanasubiri, walikuwa wameshahukumiwa, wanasubiri jehanamu ya moto. Biblia inatuambia kwamba kulikuwa kuna sehemu mbili tu, sehemu ya mangojeo ya watu wenye tumaini ambao ilikuwa panaitwa kifuani mwa Ibrahimu, kama ambavyo Lazaro alikwenda hiyo sehemu, malaika alimchukua akampeleka hiyo sehemu kifuani mwa Ibrahimu. Lakini sehemu nyingine ilikuwa ni sehemu ya mateso. Sasa tunamwona yule tajiri anasema haungua kwa moto au anaona kiu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo kulingana na neno ambalo tumelisoma hapa la Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 14 na 19, amesema akaenda akawaambia roho waliokuwa kifungoni. Alishuka mpaka kuzimu kuwahubiria. Lakini ili neno kuwahubiria halina maana ya kuwahubiria hii waokoke. Alisema alishuka akaenda mpaka kuzimu kuwahubiria zile roho zilizokuwa kifungoni, kwa maana kwamba Yesu alipokwenda kule alishuka ili kuweza kutangaza mamlaka kamili, kutangaza ushindi. Hakwenda kule kuwahubiria ili waweze kuokoka. Neno lililotumika pale ni neno kingana katika lugha nilikuwa natafuta hapa, ni lugha ya Kiebrania, liko tofauti kidogo na ile kuwahubiria Injili. Yesu alipokwenda kule hakwenda kuhubiri Injili. Neno lilotumika kuwahubiria katika lugha ya Kigiriki liko tofauti, likiwa lina maana amekwenda kuwatangazia ushindi wa roho zile ambazo tayari zilikuwa kifungoni. Ukienda katika mstari wa 20 na kuendelea katika hiyo Petro wa kwanza 3 ile mstari wa 20, utaona neno la Mungu linaanza kuwaelezea wale waliokuwa kifungoni walikuwa ni watu gani. Inaanza kuwataja hao ndio wale watu ambao walikuwa wamehukumiwa katika safina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe hawa watu waliokuwa kifungoni ni wale watu ambao tayari walikuwa wameshahukumiwa, wale watu waovu. Kwa hiyo Yesu akwenda kule ili aweze kuhubiri kwa watu ambao tayari wameshahukumiwa, ili alikwenda kutangaza ya kwamba yeye ni mfalme wa wafalme, ni mshindi, ameshinda mauti, nguvu za kuzimu na mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yeye akwenda kule ili aweze kupata kuona adhabu? Hapana, alikwenda kuweza kuwatangazia. Hakuna nafasi kwa mtu ambaye ameshakufa kama ukutoka ukiwa hai ya kwamba utakwenda tena kupokea neema au watu watakuombea. Kabla ya Yesu Kristo hajafa, hajateswa na kuvuka, wale watu ambao walikuwa ni watu wema walikuwa sehemu moja ambayo inaitwa kuhani kwa Ibrahimu. Walikuwa wakisubiri ukombozi kwa mwili wa damu ya Yesu. Walikuwa bado hawajakamilika kuweza kwenda katika uzima wa milele, uzimani. Bwana Yesu asifiwe sana.
Watu wote walikuwa wanakufa katika hali ya neema, kama Isaya, Daudi mfalme na wengine wengi walikuwa watakatifu. Wote walikuwa sehemu hiyo ambako pia na Ibrahimu alikuwa. Hiyo sehemu ilikuwa inasubiri Yesu afe msalabani. Akishakufa msalabani, damu yake kamilifu iweze kuwakomboa watoke katika hali ya magonjwa ya pepo, waingie katika uzima pamoja na Kristo. Kwa Yesu alipokuwa pale msalabani akasema imekwisha. Aliwakomboa, damu yake ilikuwa na thamani kwa wale ambao walikuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa hai kwa wakati huo, walio hai hata sasa, lakini pia alishuka chini kabisa kwa wale ambao walikuwa wamekufa wakiwa katika hali ya utakatifu, lakini kwa sababu walikuwa hawajafika sifa ya kukamilishwa, kwa sababu damu yake Mwokozi ilikuwa bado haijamwagika. Kwa baada ya damu yake kumwagika, ndio akashuka chini kuweza kuwakamilisha wale ambao walikuwa wametangulia huko nyuma, wamelala katika hali ya haki. Akawaalisha, akawapeleka, akawatoa na kuingia katika uzima pamoja naye. Na baada ya kuwa Yesu amefufuka, ile ilikuwa inatutenganisha hapo mwanzo, hakuna tena hiyo sehemu ya magonjwa. Watu wote wanapokufa sasa hivi na kulala watakatifu wa Bwana, wanakwenda moja kwa moja na kuwa pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaona mbele, tutaona mbele, tutaona mbele, tutaona mbele. Na ndio maana unaona hata Mtume Paulo anasema, natamani kuondoka niishi pamoja na Kristo. Soma katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 8, tusome Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 8. Wakorintho wa pili 5:8 nasema, lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Unaona Paulo anazungumza na kukaa pamoja na Bwana. Tayari sasa hivi hakuna tena ile magonjwa, kwa sababu damu ya Yesu kamilifu baada ya kuwa imemwagika alikwenda kuwakomboa pia na wale ambao wametangulia katika haki, katika hali ya tumaini. Na kusoma pia katika Wafilipi 1:23 tunamwona Paulo pia anazungumza, ni afadhali niende nikakae pamoja na Bwana. Wafilipi 1:23. Filipi 1:23 inasema, ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Kwa hiyo sasa hivi unaokufa katika hali ya neema, hatukai tena katika magonjwa ya kuzimu, tunakaa pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaamini ambao Yesu alishuka chini, akapinda mpaka chini kwenda kuwahubiria watu zile roho zilizokuwa kifungoni. Biblia inatuambia kwamba ile jehanamu sio mwisho. Ipo jehanamu ya moto ambayo imeelezewa katika ile Ufunuo sura 20 mstari wa 14, ambayo hata hii jehanamu na mauti itatupwa katika jehanamu ya mwisho. Bwana Yesu, tusome ile Ufunuo 20 mstari wa 14. Ufunuo 20 mstari wa 14. Ufunuo 20 mstari wa 14. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Kwa hiyo hata mauti nao na kuzimu tunayozungumza hivi, ambao watu wanagojea, hili sio ya mwisho. Ipo ile jehanamu ya mwisho, ambako hata hii mauti na kuzimu itatupwa kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa Yesu aliposhuka, alipokufa, roho yake ilikuwa hai, ilihuishwa.
ambao tumesoma ile, tusome katika ile Waefeso 4 tuende mstari wa 9 na wa 10. Waefeso 4 mstari wa 9 na wa 10. Efeso 4 mstari wa 9 na wa 10 nasema, basi neno hilo alipaa, maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Na yeye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Tukaona maneno mawili yamezungumza, alishuka, baadaye akapaa. Aliposhuka kule, alikwenda kutangaza ushindi, ya kwamba ameshinda nguvu za mauti na kuzimu. Na alipokwenda kule, akashika mateka wale roho zote ambazo zilikuwa zinapotea, walikuwa wamekufa katika haki. Kwa sasa alipokwenda pale, akawatangazia ushindi kamili kwa damu yake, ambayo kwa sababu mwanzo ilikuwa haijamwagika, damu hiyo pekee ambayo ilitukomboa walio hai, inawakomboa pia na wale ambao tayari walikuwa katika magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa amen. Yesu alipokuwa kule alitangaza ushindi. Sasa na ile Petro ambayo tulisoma hapa 3:18 na 19, akwenda kuwahubiria zile roho ili waweze kuokoka kwa nafasi nyingine, lakini alikwenda kutangaza, asije katokea kwamba hakuna mtu alisikia ya kwamba yeye ni Bwana wa Bwana, yeye ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia alikwenda kuwaokoa roho zile ambazo walikuwa wamekufa katika haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuwa kule, wale watu wote ambao walikuwa wamekufa katika haki ya neema, walikuwa bado hawajapata ukamilifu, walikuwa sehemu maalum. Kwa damu ya Yesu ilipomwagika pale msalabani, aliposema imekwisha, akashuka mpaka chini. Damu ile ya ukombozi ikaenda kuwakamilisha wale nao, ikawatoa katika ile sehemu ya peponi, ikawaingiza katika uzima pamoja naye. Hawako tena kule, wako pamoja na Kristo. Na sasa tunaona baada ya pale, tunaona makaburi mengi ya wenye haki. Biblia inasema ya kwamba ukisoma katika ile sura ya 28 Mathayo 28, wakafufuka. Tusome ile Mathayo 28. Mathayo 28 mstari wa kwanza na ule wa kwanza. Mstari wa kwanza inasema, hata Sabato ilipokwisha ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili. Sorry. Amen. Yule ni Mathayo 27, lakini Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sasa tunaona ya kwamba hata wale ambao tayari walikuwa wameshatangaziwa, tunasema miili ya watakatifu wengi wakaanza kutoka, wakafufuka. Ndio neno la Mungu linasema, ni mstari kidogo ambao kidogo umetoka, lakini miili ya watakatifu wakafufuka, wakawatangulia wale wengi. Alipokuwa kule, alikwenda kuwahubiria roho zile ambazo tayari walikuwa wameshakufa katika hali ya neema, watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipokwenda kule, alikwenda kuwaokoa wale wenye haki, lakini pia alikwenda kuchukua funguo za kuzimu na mauti. Alipokuwa kule, ukisoma katika kitabu kile cha Ufunuo 1:18, tusome. Yesu anasema ninazo funguo za mauti na kuzimu. Kwa alipokwenda kule, akwenda kumnyang'anya shetani funguo ambazo zilikuwa zinamilikiwa za kuzimu na mauti, na sasa anazo yeye. Soma ile Ufunuo 1:18, na tutasoma pia Waebrania 2 na ule mstari wa 14.
Ufunuo 1:18 nasema, na aliye hai nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Pia Waebrania 2 na mstari wa 14. Waebrania sura ya 2 mstari wa 14. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Tunaposema funguo ni ishara ya mamlaka. Mwanzo ile mamlaka ilikuwa kwa shetani, yaani Ibilisi. Sema hiyo Waebrania 2:14 ndio na ule mstari wa 15. Unaona kabisa kwamba mamlaka ya hizi funguo za mauti na kuzimu zilikuwa kwa shetani. Kwa yeye aliposhuka kule chini katika hizi siku tatu. Kwa nini ni muhimu sana tuweze kujifunza? Ni muhimu kwa sababu Yesu alikuja kuwakomboa watu wa aina mbili. Alikuja kuwakomboa pale msalabani watu waliokuwa hai, lakini pia alikuja kuwakomboa watu ambao tayari walikuwa katika tumaini, lakini wasiyeweza kuingia katika uzima pamoja na Kristo, kwa sababu damu ya Yesu ndio njia pekee ya ukombozi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo damu ilikuwa bado haijamwagika, pasipo wasingeweza kukamilishwa. Ni damu pekee ya Yesu, na ndio maana Yesu alishuka mpaka chini kabisa ili kuweza kuwatangazia huru na kuwatoa kule ili kuweka kwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inatufundisha nini katika maisha yetu? Ya kwamba kaburi si mwisho wa kila kitu. Yesu alizani ya kwamba Yesu amekufa alipokuwa kaburini. Ile siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi, baada ya kuwa mwili wake umeharibika, Mafarisayo pamoja na wote ambao walikuwa wakimchukia walikuwa wanajua kabisa kwamba imekwisha, hana tena tumaini. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba kaburi si mwisho wa matatizo. Inawezekana wakati mwingine pia tukawa tunapita katika kaburi, tunapita katika uzuri, katika uchumi, katika mazingira ambayo ni magumu ya kukata tamaa. Lakini Yesu anatufundisha kwamba yeye alizishinda nguvu za mauti na kuzimu, na kwa sababu anazo hizo funguo za kuzimu na mauti, basi kama ambavyo yeye mwenyewe alivyo, anasema tumtwike, tumpe mizigo yetu. Anasema tuje kwako, njooni kwangu nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usikae na huzuni, mwendee Yesu. Yeye ambaye alipokuwa pale Getsemani alipata uchungu wa kila namna, hata matone yakaanza kutoka ya damu, jasho kwa misingi ya matone ya damu. Yeye anajua hata uchungu. Katika maisha unayopitia uchungu bado sio mwisho. Kumbuka Mwokozi naye alipitia, lakini alivumilia. Kwa hiyo nayo sababu ya kumwendea yeye, kwa sababu yeye alishinda hayo. Lazima jipeni moyo, mimi nilishinda ulimwengu. Hakuna jambo ambalo ni gumu kama kaburi alikuweza kujishikilia, kama kaburi alikuweza kuzuia. Yeye anazo funguo za kuzimu na mauti. Hapana mwingine aina yoyote, ni yeye peke yake aliyeshinda hayo, hakuna mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu, kama Yesu asinge sulubiwa, basi tulikuwa tunatumaini. Matumaini yetu si kitu, lakini kwa kufa kwake na kusulubiwa, na alipata shuka chini kule, akachukua zile funguo la mauti, funguo za kuzimu na mauti. Tayari sisi ni tumaini ya kwamba hata sisi pia tunalo tumaini. Lakini pia kwa kushuka kwake kule ni ishara ya ushindi wa siku ya nguvu za yule mwovu. Hasa funguo alizokuwa anamiliki shetani hana tena hizo funguo, tayari zipo kwa Yesu Kristo. Na Yesu anawakabidhi wale wote ambao wanaoliamini jina lake, ambaye wewe pia na mimi tunao ushindi dhidi ya nguvu za giza.
hatuko tena chini ya kovu ya kuwa chini ya utumwa. Kwa dhambi haina nafasi tena. Tusikae katika utumwa wa dhambi, kwa sababu dhambi haina nafasi. Hatukai tena katika wimbi la kushindwa na nguvu za giza, kwa sababu nguvu za giza hazina nafasi tena. Yesu ameshinda. Yesu ameshinda, anazo funguo za kuzimu na mauti. Na ndio maana hata sisi tunapotuona tuko katika tumaini hilo, kwa sababu hakuna nguvu za aina yote ambazo zitakashinda kanisa lake. Akasema wala mauti wala kuzimu hazitashinda kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unapotembea tembea kwa ushindi. Tembea kwa ushindi, kwa sababu Yesu anazo funguo za mauti. Anazo funguo za kuzimu. Alishinda. Kwa kupigwa kwake sisi tumeshinda. Kwa kupigwa kwake sisi tumeshinda. Hakuna tena dhambi, haina nguvu tena katika dhambi. Tunayo nguvu ya ufufuko wake ya kuweza kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunalo tumaini. Tunapokuwa tunatafakari haya yote, ni upendo wa namna gani ambapo Yesu anaacha uhuru wake, anajitwika hali ya utumwa wa mwili, anakuwa mnyenyekevu hata mauti. Ukisoma katika Wafilipi ile sura ya 2 mstari wa 8, utaona namna ambavyo alinyenyekea hata katika hali ya utumwa. Inatuambia nini katika maisha yetu ya kila siku? Ya kwamba kama Kristo ambaye ni Mungu aliweza kuishi katika hali ya namna hiyo ya unyenyekevu na kuvumilia katika mateso, inatuashiria kwamba hata sisi ambao tunaoamini tuweze kuchukua msalaba yetu, tukijua kabisa ya kwamba ipo siku tutapokea taji, tutashinda. Maana Paulo anasema ni afadhali niende pamoja na Baba nikae pamoja na Kristo. Kwa maana nyingine tayari anao tumaini la kuishi pamoja na Kristo, lakini ni afadhali niishi pamoja na nyinyi kwa ajili ya kuimarisha. Kwa hiyo alikuwa anasongwa na mambo mawili, aende akakae pamoja na Kristo, lakini pia akiangalia anatamani asiwe peke yake, awe pia na watakatifu wengine huko mbinguni. Kifo cha Yesu Kristo na kushuka kwake chini kukamilisha kazi ya ukombozi. Kazi ya ukombozi haikamilika tu pale msalabani, ikamilika katika ukamilifu wake aliposhuka chini, akaenda akatangaza, akamnyang'anya shetani mamlaka ya funguo alizokuwa amezishikilia. Nguvu za kifo zikawa hazina tena nguvu, ziko katika yeye mwenyewe Yesu Kristo. Hata sisi tena hatuko tena chini ya sheria. Ukisoma katika Warumi 8 anasema hatuko tena chini ya sheria, ikiwa sheria ya uzima iliyo katika Kristo Yesu. Kwa hiyo kwa kule kushinda kwake Yesu Kristo kumetupa sisi na kutuonyesha katika hii nafasi, hatupo tena katika hiyo. Ukisoma ile Waefeso, tusome ile Waefeso 2:14. Efeso sura 2 mstari wa 14 nasema, kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Endelea tena. Naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Yesu alitupatanisha, ambapo sisi mwanzo tulikuwa tumetengwa. Kikumbuka Adamu alipokuwa ametenda, akatengwa, akafukuzwa katika bustani. Ndio hali hiyo hiyo hapo tunamuona pia Mungu. Yesu Kristo alipokuwa msalabani akasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mwanadamu pia alitengwa
na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo katika hali hiyo ya kutengwa, wewe ambaye pia labda umeanguka katika dhambi, ipo neema katika msalaba. Hakuna dhambi iliyo chini ya msalaba ambayo damu yake Yesu haiwezi kuitakasa. Dhambi ya kukufuru tu peke yake. Nakumbuka Yesu alipokuwa pale msalabani, wale walikuwa wamekaa na wezi wawili. Sasa ni Luka ile 23. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mmoja akaomba rehema pale. Na Yesu akasema, leo hii wala si kesho utakuwa peponi pamoja nami. Lakini yule mwingine pia hakuona sababu ya kuomba msamaha. Na huruma na rehema za Yesu pale msalabani zilikuwa kwa watu wote. Lakini huyu mmoja aliona, akatumia nafasi. Na kwa sababu Mungu ni wa rehema, alimwambia, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Hakuna tukio ambalo utafanya ambalo litamfanya Yesu ashindwe kuishi. Hana nguvu yake ya msalaba, ni nguvu ya rehema. Wewe ambaye umepungukiwa na utukufu wa Mungu, wewe ambaye umetengwa, wewe ambaye umerudi nyuma, usihofu. Halo liko tumaini. Nguvu ya msalaba, damu yake ni ya thamani mno. Alikufa ili aweze kuturudisha tena, kutupatanisha sawa sawa na Efeso 2:14 na 15. Liko tumaini. Liko tumaini. Liko tumaini. Liko tumaini. Usiache ukajitenga, kwa sababu yeye tena tutatupatanisha. Ameshatuunganisha na kuwa kitu kimoja. Akakitoa kile kiambato kizingita mko katikati. Hicho kinatufanya kutenga na Mungu. Yesu alikitoa, akashuka, akamnyang'anya funguo za kuzimu na mauti. Anazo, anasema unazo funguo katika Ufunuo 1:18 za kuzimu na mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wito ni kuishi maisha ya matakatifu. Kama Yesu amekuja, akafa, akafufuka, na bado tunaishi katika hali ambayo haimpendezi Mungu. Tunafanya kuona ile kuja kwake kutupatanisha si kitu. Tunaidharau ile neema ambayo iko katika msalaba. Mateso yote aliyopitia si kitu. Tunapotafakari na kukaribia kabisa katika kufika kwake na kukamilisha kazi ya ukombozi, tafakari ya kwamba Yesu alipata ya mateso si kwa ajili ya wengine, ni kwa ajili ya mimi, ni kwa ajili yako. Unamwambia nini Bwana Yesu? Ni kitu gani ambacho utamwahidi Yesu ya kwamba utakuwa tofauti ya mchini ulikuwa ukienda na kurudi nyuma? Ulikuwa ukipiga hatua mbili mbele, lakini ukirudi hatua nyuma nyingi. Maisha yako ya kiroho hana afya. Ulikuwa ukimrudisha Yesu msalabani, ukihitaji tena rehema, ukihitaji msamaha kila wakati. Yesu anasema, njooni kwangu, katika ile Mathayo 28:11, wote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mwendee Yesu. Kesho atapofufuka, basi ndani yako damu yake ya thamani, huo umeamua kabisa kukata shauri ya kumtumikia. Maisha kiamini ya kwamba maisha duniani haya yatapita, fahari na dunia hii itapita, lakini neno lake halitapita kamwe. Neno lake halitapita kamwe.